Wewe ni mwaminifu. Hakuna aliye mwaminifu kama wewe Bwana. Maana neno lako linatuambia kwamba wewe unashika maagano. Wewe si mwanadamu hata ubadilike. Hakika wewe ni mwaminifu Jehova. Asante Baba kwa wema wako na fadhili zako. Tunakuabudu, tunakutukuza, tunaliinua jina lako takatifu. Asubuhi ya leo Bwana tunakushukuru kwa kuwa umetupa neema tena ya kuanza siku hii tukiwa wenye nguvu na afya. Tunakubariki Mungu wetu, tunakutukuza, tunakuinua. Hakuna kama wewe, hakika unastahili sifa. Unastahili kuinuliwa Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili kusujudiwa Bwana. Tunaungana na maserafi na makerubi, tunaungana na wazee 24, tunaungana na wenye uhai 4. Tunasema unastahili Bwana, unastahili Jehova, unastahili Bwana, unastahili Jehova. Ndio umesema tuingie katika malango yako kwa kushukuru. Nasi tunakushukuru kwa ajili ya siku hii mpya tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2025. Ni siku ambayo umeifanya nasi tunafurahi na kukushangilia wewe. Ni siku ambayo umetupa kama zawadi Bwana. Tuseme nini bali tunasema asante Jehova. Asante kwa ajili ya kila nafsi ulioipa tena uzima asubuhi ya leo. Ukatuamsha Bwana katika vitanda vyetu, ukatupa nguvu ya kuinuka na kushuka na kuanza hatua. Baba tunakutukuza, tunakubariki, tunakuinua Bwana kwa kuwa unastahili. Unastahili peke yako Bwana, unastahili peke yako Mfalme, unastahili peke yako Jehova, unastahili kuabudiwa. Rabo sikarabasika riandorobosika. Kama si wewe Bwana uliyetuamsha Israeli na sasa, kama si wewe uliyekuwa upande wetu Bwana, ni nani angelisimama asubuhi ya leo? Umetulinda dhidi ya hatari nyingi za usiku, umetulinda dhidi ya nguvu za giza na uharibifu wa kuzimu. Baba tunakutukuza, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya siku mpya na mwanzo mpya. Asante kwa ajili ya mapambazuko ya siku ya leo.
wewe uliyetupa asubuhi nyingine na kutupa kuyaamuru mapambazuko haya. Tunakushukuru, tunakuja mbele zako Bwana katika jina la Yesu, tukikushukuru kwa ajili ya kila mmoja anayetutazama kupitia YouTube channel, anayetusikiliza kupitia Roboth Online Radio. Tunakushukuru kwa ajili yake Bwana. Tunamweka wakfu kila mmoja wetu. Yamkini wengine wameamka Bwana wakiwa wamechoka, wengine wameamka wakiwa wamekata tamaa, wengine wameamka Bwana nafsi zao zimeinama kama Daudi alivyokuwa anasema, nafsi yangu kwa nini kuinama mbele zako? Baba, tuko mbele zako. Yamkini kuna watu wameamka nafsi zao zimeinama. Baba, tunakushukuru. Tunaomba neema yako ipite tena asubuhi ya leo. Turehemu Bwana pale tulipokata tamaa. Turehemu kila mmoja wetu pale ambako tumeruhusu mawazo ya adui yakashika fikra zetu, wakatuinamisha nafsi zetu. Baba, tunaomba rehema, tunaomba toba. Maana Bwana hutaki watu wanaokata tamaa, hutaki watu wasioamini. Nasi tuko mbele zako, hatutaki kukata tamaa na hatutaki kumwacha yote. Tunainua kila nafsi iliyokata tamaa, tunainua kila nafsi inayougua. Raba shendere bosaka orianda rabasika. Tunaomba rehema, tunaomba toba. Wale ambao wamekosa kuvumilia, wale ambao wamekosa kusonga mbele, Baba turehemu, 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 turehemu. Mandorobosika, turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana. Rehemu kila mmoja ambaye amekata tamaa. Maana Biblia inasema kwamba mwana wako kadiri mateso yalivyoongezeka, ndivyo hivyo alivyozidi kuomba na kuomba na kuomba na kuomba. Ndivyo hivyo alivyozidi kunyenyekea na malaika wakatia nguvu. Lakini Bwana, kuna situation wengine tumepitia zikatuinamisha, tukakosa nguvu ya kuomba, tukashindwa kutafuta uso wako. Baba turehemu, turehemu, turehemu. Yamkini tumewatumainia wanadamu na wanadamu wakatuangusha. Turehemu Bwana. Maana neno lako linasema amelaaniwa yule amtegemeaye mwanadamu. Yamkini tumetegemea vitu vikatudisappoint Bwana. Turehemu watoto wako na watumishi wako. Asubuhi ya leo tumekuja tena mbele zako, sawa sawa na ile Zaburi ya 51. Tunaomba Bwana uturehemu kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yetu yote Bwana. Unisafishe, utusafishe kwa damu ya Yesu Kristo. Utupe tena nguvu mpya. Ondoa roho zenye masumbufu ndani yetu kama Daudi alivyoomba katika Zaburi ya 51. Achilia roho iliyotulia ndani yetu Bwana. Turejeshe furaha ya wokovu. Rama nderebo shaka yanda rabakoria. Rikanda rabosikiri andorobosika. Mandorobosiki yandarabosika. Rikandarabo shekenderebosika. Ridirimando robosekerebobos. Pita kwa huyo dada, pita kwa huyo baba wako ambao wamekata tamaa Bwana. Rama shenderebosika. Ribobobosika. Wako ambao furaha ya wokovu haiko tena ndani mwao. Ile furaha aliyoipata siku aliyookoka haipo tena. Daudi anasema unirejeshe furaha ya wokovu wangu. Asubuhi ya leo Bwana, revival, 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 revival in our spirits, revival in our souls, revival in our bodies, in the mighty name of Jesus. Wako ambao yamkini wamepita kwenye majaribu yakainamisha nafsi zao. Let your revival, let your revival amsha nafsi zao, amsha miili yao, amsha fikra zao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kandarabosika yenderebobo shata mandarabos rikidirimando robosiki rikikibando robosaka yandirikanda rabo sheketaya ramaseke rebosika. Turehemu Mungu wetu. Riposaka yanda rikanda ramaseke rikikibando robosika. Yamkini tumeomba lakini hatukuamini. Turehemu Bwana. Maana umesema kila mwendeaye Mungu amini ya kwamba Mungu yupo naye huwapatia thawabu wale wamtafutao.
Yamkini tumekuja mbele zako na maombi mengi na kufunga na kulia, lakini Bwana hatukuamini. Tusaidie kutokuamini kwetu. Ongeza imani yetu. Turejeshe furaha za wokovu. Asubuhi ya leo Bwana, pita kaskazini, pita mashariki, pita magharibi. Gusa kila nafsi ambayo inakuita, kila nafsi yenye kiu. Ribo shata yanda rabo sika. Umesema kila mwenye kiu na aje anywe. Ripo sakayanda. Achilia bubujiko kwa upya Bwana. Achilia bubujiko kwa upya. Yale maji ya uzima yapite kwenye nafsi zilizolegea, nafsi zilizoinama, nafsi zenye huzuni. Asubuhi ya leo tunajikumuta hizo huzuni, huo uzito. Jikumute mtu wa Mungu. Raposha kaya ndora masa, riposa kama ndora, ripoposa kayanda. Isaya anasema jikumute binti Sayuni, jikumute mavumbi yako, maana kwako hakutaingia tena kilicho kinyonge. Kwako hakutakuwa na misiba tena. Kwako hakutakuwa na huzuni tena. Jikumute mavumbi, jikumute huzuni, jikumute magonjwa, jikumute hasara. Roposha kaya ndora mose kema ndira posa. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Raposha ka yanda rapakoria mando roposika. Jikumute mtu wa Mungu. Ninaona kuta zinaanguka. Rapasheke yanda rapakoria, roposeke yanda rapakoria. Vizuizi vinaondoka. Wewe jikumute, jikumute, jikumute. Rapasheke yanda rapasika, libroshata makoria manda raposika. In the name of Jesus. Yes. Rikikimando roboshaka, ramashedere bobosika. Biblia inaniambia siku ni Bwana ameifanya, nasi tunafurahia Mungu wetu na kumshangilia. Wewe jikumute tu, jikumute hizo hasara. Sema na nafsi yako, isemeshe nafsi yako. Niambie Lydia, hasara si fungu lako, magonjwa si fungu lako, udhaifu si fungu lako. Rapo sheke yanda rapa koria mando ropo sika, ripo saka yanda rapa koria, ridi rimando ropo sika. You are blessed, you are blessed, you are blessed, you are blessed in the mighty name of Jesus. Libo shaka mandirikanda ramashete rikaya orikanda ramaseke ndererebosa rikikimando roboshaka ribirimando robosaka kandirikanda rabasheketaya. You are blessed beyond your thinking. Ripopo sakaya dora maseketaya, ramashende rebobosika, rikaramaseketaya, ramasheketaya. Sema na siku ya leo, komboa malango ya muda, komboa, ngoa kila uharibifu ambao adui ameupanga. Biblia inaniambia kwenye Ayubu 38:12-13, je, umeamuru siku yako tokea mapambazuko yako? Rimando robosika, ngoa kila mapando ya adui, ngoa kila uharibifu, ngoa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ramashata ya maseke, tunafuta nguvu za giza zilizoachiliwa kwa njia ya maneno, zikaketishwa kwenye ardhi, zikaketishwa kwenye njia panda, zikaketishwa kwenye maji, zikasemeshwa mbingu, nyota, sayari, mwezi na jua. Rapo sheke yanda rapakoria. Tunaharibu kazi za adui. Badala yake tunapanda uzima, tunapanda baraka, tunapanda furaha, tunapanda amani, tunapanda upendo, tunapanda kutosheka. Mandirikanda rabosiki riando robosika. In the name of Jesus. Ribosaka yandirikanda. Zaburi ya 110:3 inaniambia kwamba watu walijitoa kwa nguvu, walijitoa kwa furaha siku ya uweza wa Bwana. Tokea tumbo la asubuhi,
Siku imebeba tumbo la kuzaa vitu. Hebu nenda mbele za Bwana, ingia katika ulimwengu wa roho. Mungu anasubiri useme vitu ili vitokee. Mungu anasubiri uamrishe mbingu ziachie haki yake. Kwenye Isaya 9 anasema, enyi mbingu mwageni haki yake, dondozeni haki yake, sema na hizo mbingu. Isaka alipokuwa anambariki Yakobo kwenye Mwanzo 27, anamwambia Mungu akupe ya unono wa mbingu na ya umande wa nchi. Nchi inaweza kutoa umande kwa ajili ya biashara yako, kwa ajili ya afya yako, kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya huduma yako. Hebu sema na hizo mbingu tokea tumbo la asubuhi. Anza kusema na hizo mbingu, sema na ardhi, sema na bahari, ya kwamba siku ya leo nimebarikiwa. Siku ya leo nategemea kubarikiwa. Siku ya leo nategemea kukutana na muujiza. Siku ya leo nategemea kukutana na mpenyo. Nategemea kukutana na majibu ya maswali ambayo nimekuwa nayo kwa muda mrefu. Oh, speak to the mountain, speak to the land, speak to the heaven. Rapo sikirikanda rabaseke taya. Siku ya leo sitaonewa. Siku ya leo hutaonewa. Oh, anasema katika Isaya, utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Tunanyamazisha maonevu ya adui. Oh, tutadhibitika katika haki. Oh, siku ya leo sikia neno la Bwana, hutazaa mapoza. Jumanne yetu imebarikiwa. Watoto wetu wamebarikiwa. Wenzi wetu wamebarikiwa. Kazi zetu zimebarikiwa. Hatua zetu zimebarikiwa. Huduma zimebarikiwa. Uchumi wetu umebarikiwa. Oh, rapa seke reposika yanda rapa sika. Nchi yetu ya Tanzania imebarikiwa katika jina la Yesu. Mandirikanda rabosh. Horikindi rimando robosika. Rindi rimando robosaka yanda. Ripopopo saka yanda rama koria. Rindi rimando robosaka. Kandirikanda rabosika. Yohana anatuambia katika Yohana 1 ya kwamba nuru inang'aa gizani, nalo giza halikuiweza nuru. Ripo shata yama seketai. Na Bwana Yesu akasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ripopo seke ya ndora maseketai. Tamka nuru kwenye siku ya leo. Tamka nuru popote ambako giza limeachiliwa. Tamka nuru, tamka nuru. Mungu katika ile Mwanzo 1 anasema iwe nuru na ikawa nuru. Nuru ina uwezo wa kuumba vitu. Nuru ina uwezo wa kumulika vitu. Nuru ina uwezo wa kuleta matokeo makubwa. Hebu nenda katika ulimwengu wa roho, tamka nuru kwenye kila eneo la maisha yako. Tamka nuru, tamka nuru. Afu mwambie Bwana sawa sawa na Hesabu 6:22 ya kwamba Bwana, niangazie nuru za uso wako. Popote ninakopita niangazie nuru za uso wako. Hatua zangu zisidhikike, hatua zangu zisitegwe na adui. Nuru za uso wako, nuru za uso wako, nuru za uso wako kazini, nuru za uso wako nyumbani, nuru za uso wako barabarani, nuru za uso wako kwenye makubaliano nayoenda kuingia leo, nuru za uso wako mahakamani, nuru za uso wako kwenye different sectors. Nuru ya Kristo ipite, nuru ya Kristo ipite, nuru ya Kristo ipite asubuhi ya leo katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu tunakutukuza. Riko robo sikirimani. Maisha yetu hayatatawaliwa na giza. Maisha yetu hayatatawaliwa na giza. Nguvu zetu zitakuwa katika kukucha wewe. Nguvu zetu zitakuwa katika kuangaziwa nuru za uso wako. Maisha yetu hayatagubikwa na giza. Maisha yetu hayatafunikwa na nguvu za giza, bali yatafunikwa na nuru za uso wa Bwana. Mando robo sikirianda. Rindi rimando robo sika. Mando robo sika. Maana neno lako nasema katika Zaburi ya 16:11 ya kwamba mbele za uso wako kuna mema ya milele. Zile nuru za uso wako Bwana, acha ziachilie mema kwa watoto wako. Acha ziachilie mema kwetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako tena kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Popote pale ulipo mtu wa Mungu, hebu omba kwa ajili ya nchi. Karabo shekerebo sika. Mando robo siki. Kandirika ya mando robo sika. Oh rikiki mando robo sika.
Umesema katika Timotheo wa kwanza mlango wa 2 Bwana mstari wa 1 hadi wa 3 ya kwamba unataka dua na sala na maombezi vifanyike kwa ajili ya watu wote na kwa ajili ya wafalme na wenye mamlaka, ili nchi iwe na amani, iwe na utauwa, watu wapate uhuru wa kuabudu wewe Bwana, watu wapate uhuru wa kukutafuta wewe. Katika jina la Yesu tumekuja mbele zako Bwana. Tunaomba toba kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Chochote ambacho ukitazama Bwana unaona utukufu wako umepungua kwa sababu tumekutenda dhambi, tunanyenyekea Bwana sawasawa na Mambo ya Nyakati wa 2 mlango wa 7 mstari wa 14. Umesema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, watatubu, wataomba, umesema utasikia kutoka mbinguni. Sisi ni watu wako Bwana, umetuokomboa kwa damu ya Yesu. Tumesimama kwenye ardhi ya Tanzania, kwenye malango ya Tanzania. Tunaomba toba, tunaomba rehema kwa ajili ya udhalimu wote uliosimama katika nchi yetu. Tunaomba toba na rehema Bwana kwa ajili ya rushwa zinazoendelea. Tunaomba toba Bwana kwa ajili ya damu zinazomwagika zisizo na hatia. Tunaomba toba na rehema Bwana kwa ajili ya ukengeufu wote wako ambao wanaabudu miungu, wako wanaotegemea waganga na wachawi. Ardhi yetu imenajisika, damu zinalia kutoka ardhini, wako wanaotoa mimba Bwana. Tumekuja mbele zako, tunaomba rehema wa Tanzania, tunaomba rehema Mungu wetu, tunaomba utusamee Jehova. Ora mashendere bosika, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema Bwana, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema Bwana. Hatuja kutegemea kwa kiwango kinachotakiwa, tumetegemea miungu mingine. Saa ingine Bwana tumetafuta mali kwa kutumia giza, tumetafuta vyeo kwa kutumia giza. Turehemu Bwana kwa kuwa ardhi yetu imenajisika. Tunasimama kama makuhani, tunaomba rehema, tunaomba toba kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sawa sawa na Ibrania 12:24, tunainyunyiza hiyo damu ya Yesu inenayo mema kwenye ardhi ya Tanzania. Tunasema na lango la mashariki, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu inenayo mema ikafute uovu. Tunasema na lango la magharibi, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu inenayo mema ikafute uovu. Tunasema na lango la kaskazini, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu inenayo mema ikafute uovu. Lango la kusini, pokea damu ya Yesu inenayo mema ikafute uovu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kandarabosika. Sawa sawa na Isaya 33 mstari wa 22. Umesema Bwana wewe ni mwamuzi wetu, wewe ni mfanya sheria wetu. Umesema wewe ni mfalme wetu. Baba, tunakualika ukawe mfalme wetu. Simama na serikali ya Tanzania, simama na rais wa nchi Bwana. Tunaharibu kila nguvu za giza, tunapindua mamlaka za kuzimu. Wewe ukawe mfalme wetu, mbingu zikaongoze nchi yetu ya Tanzania katika jina la Yesu. Simama na serikali, simama na baraza la mawaziri, simama na sekta mbalimbali Bwana. Utukufu wako ukapate kudhihirika Bwana, ukasimame na mahakama. Umesema wewe ni mwamuzi wetu, wako ambao wanaonewa Bwana, pita ukatoe haki yao katika jina la Yesu. Tunawaweka mahakimu, majaji, tunaweka mawakili, tunaweka mfumo mzima wa kutoa haki wa nchi yetu. Baba, simama na uweza wako, simama na nguvu zako. Yeyote anahitaji haki yake Bwana, ukampigania akaipate ile haki. Umesema Bwana wewe ni mfanya sheria wetu. Tunakualika katika bunge letu la Tanzania Bwana, ukasimame Bwana. Tunakamata fikra na fahamu za wabunge wote ambao umewachagua kwa ajili ya majira haya Bwana, ukawaongoze, ukape hekima na busara, wakaamue vyema Bwana sawa sawa na kusudi lako katika nchi yetu ya Tanzania. Baba, tunawainua Tanzania wote mikononi mwako. Tunaomba amani yako ikawe pamoja nasi. Tunaomba ukamfanikishe kila mmoja Bwana anaotafuta uso wako. Baba, ukapate kuonekana, kila anayekutafuta ukapate kujidhihirisha, ukapate kuonekana. Asante Bwana kwa uaminifu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tunaomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe.
Kabla hatujaenda kwenye neno, tutaomba ombi moja hapa kutokana na ile Zaburi ya 25. Zaburi ya 25 mstari ule wa 13 na 14 anasema, nafsi yake, mstari wa 12, ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Biblia inatuambia ni nani anayemcha Bwana, na anasema huyo anayemcha Bwana, Bwana atamfundisha katika njia anayoichagua. Na kama Bwana anamfundisha katika njia anayoichagua, anasema nafsi ya yule mtu anayemcha Bwana itakaa katika hali ya kufanikiwa. Anasema na wazao wake watairithi nchi. Na sio hivyo tu, anasema siri ya Bwana iko kwao wanaomcha Bwana. Sehemu nyingine Daudi anasema kwenye Zaburi ile ya 51, utanifundisha hekima yako kwa siri. Natamani asubuhi ya leo umwombe Bwana akupe roho ya kumcha yeye. Tumwombe Mungu atupe roho ya kumcha, kwa sababu anasema yule anayemcha Bwana, Mungu atamjulisha njia yake. Kwamba Mungu atakuonyesha njia za kupita, namna ya kufanya, namna gani ufanye ili uweze kufanikiwa. Kwa hiyo mafanikio yote nje ya Kristo ni mafanikio yasiyodumu. Kwa sababu anasema hata uzao wa yule anemcha Bwana utarithi mafanikio, utafanikiwa. Natamani tuombe roho ya kumcha Bwana asubuhi ya leo. Unapoomba roho ya kumcha Bwana, mwambie Bwana, umesema kwamba ninapokucha wewe utanijulisha agano lako kwa siri. Mungu akakufunulia yale mambo ambayo hawafunulii kila mtu. Anawafunulia wale watu wampendao, wale watu wanaomtafuta kwa bidii, anasema watamuona. Nawe mwambie Bwana asubuhi ya leo, ninaomba ukajifunue kwangu, ukanijulisha agano lako kwa siri. Uzao wangu kabarikiwe. Riko robo shanta makori ya mando robo sika. Kwa dakika chache nenda mbele za Bwana. Mando robo siki riando robo sika. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Umesema Bwana, yule anayekucha utamjulisha njia zako. Ninaomba hiyo neema yako Bwana isinipite. Ninaomba hiyo neema yako isimpite kila mmoja wetu anaotafuta uso wako asubuhi ya leo. Tazama ile tu kukutafuta wewe asubuhi Bwana ni neema ya ajabu. Ninaomba ukajifunue kwa kila mmoja wetu. Achilia roho ya kumcha Bwana, achilia roho ya kukutafuta wewe kwa bidii kwa kila mmoja wetu anayeutafuta uso wako. Tuwe na kiu na shauku ya kutaka kuyajua mapenzi yako, ya kutaka kuzijua njia zako, ya kutaka kujua maarifa ya kimungu. Jifunue kwa kila mmoja wetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila upofu ambao umeachiliwa, tunaachilia nuru ya Kristo ukajifunue kwa upya na tukapate kukuona. Ukazifunue njia zako kwetu, ukatujulisha agano lako Bwana kwa siri kwa kila mmoja anayekutafuta wewe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maana umesema tukikujua wewe, nafsi zetu zitakaa katika hali ya kufanikiwa. Baba, ninaomba usimsahau hata mmoja wetu anayeutafuta uso wako asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tunaomba na kuamini. Amen. Popote pale ulipo, kaa tayari kwa ajili ya neno. Mwombe Mungu akajifunue kwako katika neno. Omba roho ya hekima na ufunuo unaposikiza neno la Bwana. Mungu akapate kuonekana kwako na kwangu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya muda huu na wakati huu ambao umeuandaa kwa ajili ya kutupa neno lako la uzima. Tunaomba neema yako ikawe pamoja nasi Bwana. Ninaomba ukanifundishe, ukamfundishe kila mmoja wetu Jehova. Baba, ukajifunue kwa upya. Roho ya hekima na ufunuo iachiliwe ndani yetu. Macho ya mioyo yetu yapate kutiwa nuru. Ukapate kutujulisha nini yaliyo mapenzi yako. Ukapate kutufunulia ile elimu ya ulimwengu wa roho ilivyo Bwana, na maarifa ya mapenzi yako jinsi yalivyo kwa kila mmoja wetu. Bwana, ninaangusha ngome za mawazo, ngome za giza zilizoshika fikra na fahamu zinazotuzuia Bwana kukutana na ufunuo wa kimungu. Nisaidie mtoto wako na mtumishi wako kuinena ile injili katika hekima yote na kwa ujasiri, dalili za ishara na nguvu kaambatane na neno lako.
Usimpite hata mmoja wetu ambaye ametenga muda wake Bwana kusikiliza maombi haya na kuomba na kujifunza. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtu wa Mungu. Namshukuru Mungu kwa neema ambayo ametupa siku ya leo. Siku ni hii Bwana ameifanya, nasi tunamfurahia Mungu wetu na kumshangilia. Tumekuwa na kipindi kizuri cha maombi. Namshukuru Mungu kwa ajili yako ambaye umepata neema ya kuweza kuomba. Haleluya, haleluya. Mpendwa mtu wa Mungu, siku ya jana tulianza somo lenye kichwa kinachosema kanuni za utendaji kazi wa imani. Kanuni za utendaji kazi wa imani. Na tumekuwa tunaongozwa na kitabu kile cha Warumi mlango ule wa 4 mstari wa 17 hadi ule wa 20. Warumi 4:17 hadi 20. Biblia inasema, kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele yake yeye aliyemwamini, yani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo la Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni habari ya Ibrahimu, na namna ambavyo nguvu ya imani iliweza kutenda kazi kutoka kwenye Ibrahimu kuwa baba wa mataifa. Ni sehemu tu, ukipata muda kasome ile Warumi 4 yote, imeongea vizuri sana kwa habari ya imani, na pia Waibrania 11. Na kuna key words hapo ambazo zimetumika, maneno ambayo ni ya muhimu sana, ambayo nilisema jana uyachore mstari. Aliyemwamini, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako, kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Ya kwamba imani ili itende kazi, ni lazima yale yasiyokuwako yatajwe kama yapo tayari. Kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, yaani hicho kitu kikiona ni kitu kigumu, kikubwa, hakiwezekani kwa macho ya kawaida, lakini wewe kwa sababu umekiona na unaeka imani kazini, hicho kitu kinafanyika. Anasema asiyekuwa dhaifu wa imani. Kumbe kuna imani dhaifu na kuna imani yenye nguvu. Anasema lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini. Kumbe imani yako inaweza ikatengenezwa ukiwa umeshakiona kitu tayari katika ulimwengu wa roho. Bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Kumbe kuna imani na kuna eneo ambalo unahitaji sifa ili kupata kile ambacho Mungu amekuonyesha. Sasa jana tuliangalia kwa habari ya ili imani we imani, ni lazima uwe na uhakika wa jambo ambalo halionekani na bado halijatokea. Lakini pia tukasema kile unachokiamini ni lazima kiwe hakiwezekani. Leo nataka tuangalie kitu kingine kuhusiana na imani. Ili imani we imani, ni lazima kuwe na vikwazo. Halo. Yaani huwezi kuniambia eti mimi naamini afu hamna kikwazo chochote unachokutana nacho. Hukutani na usako yoyote, yaani wewe ni free, yaani unaterereka tu. Hiyo sio imani. Lazima kuwe na vikwazo. Ili imani yako iweze kutenda kazi na iitwe imani, ni lazima utakutana na vikwazo. Okay, ngoja tuangalie mfano wa Ibrahim. Ibrahim alikuwa na miaka 100, Sara ana miaka 90. Vikwazo hivi vilitosha kabisa kuwafanya waone haiwezekani kuzaa. Mfano, kila mtu anajua wanawake akifika miaka 45 mpaka 55 kuna kitu kinaitwa menopause.
anaanza kukoma kidogo kidogo kwenye desturi ya wanawake. Hello. Na akishafika miaka 55, 60, 70, you don't expect huyo mama kuweza kuzaa tena. Hicho ni kikwazo tayari. Lakini mwenye imani, Biblia inaniambia anaweza kuhamisha milima. Kile ambacho tayari ni kikwazo kinaweza kikaondoka. Juzi nilikuwa nasoma kwenye mtandao. Anasema mama wa miaka 65 apata mtoto wake wa kwanza. Kwa namna ya kibinadamu, miaka 65 hatutegemei tumkute mama leba. Lakini kwa namna ya imani tunategemea tumkute hata wa miaka 90. Mfano mwingine, kikwazo kingine, kwa mfano wakati Musa na wana wa Israeli wanavuka bahari ya Shamu. Biblia inaniambia kwenye Kutoka 14 ya kwamba mbele yao kulikuwa na bahari. Nyuma Farao alikuwa na jeshi lake wanakuja. There was no way ambayo hawa watu wanaweza wakaivuka bahari kwa miguu. Wale mlioko Dar es Salaam si mnajua bahari ya Hindi, ukipita pale unaweza kutembea kwa mguu kweli. Yesu tu na Petro ndo waliweza kufanya hicho kitu. Yaani Yesu alikuwa ni mwanadamu, ni Mungu, lakini amekaa katika umbo la mwanadamu. Biblia inaniambia alitembea juu ya bahari. Petro ndo mwanadamu pekee ambaye amevunja historia mpaka leo ya kuweza kusimama na kutembea hata hatua ngapi kwenye maji. Bahari, I mean, sio mto. Bahari. Sasa kikwazo, unaona kabisa. Biblia inaniambia, ngoja tuangalie Kutoka 14. Kutoka 14. Biblia yangu inanichanganya. Kutoka 14. Angalia mistari michache pale. Kutoka 14 mstari ule wa 10 kuanzia wa 8. Tuanzie wa 5. Kutoka 14 kuanzia mstari wa 5, Biblia inasema, mfalme wa Misri aliambiwa ya kuwa wale watu wamekwisha kimbia, na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa iwe kinyume cha hao watu. Nao wakasema, ni nini jambo hili tulilolitenda? Kwa wasomaji wa Biblia tunajua kwenye Kutoka 12 namna ambavyo Mungu aliwapigania kina Musa kwa kutumia damu ile waliweka kwenye miimo ya milango, wazaliwa wa kwanza wakapigwa wa Kimisri. Alafu Biblia inasema Bwana akawapa Waisraeli kupendelewa mbele ya Wamisri, wakapewa dhahabu, fedha, shaba, walipewa vitu vingi kweli. Sasa kwenye Kutoka 13 safari imeanza, wameshafika jangwani. Kutoka 14 Farao na watu wake wanashtuka, hivi imekuwaje tumewaruhusu wale watumishi wetu wakaondoka, watumwa wetu wakaondoka? Kwa hiyo Biblia inasema mioyo yao iligeuzwa iwe kinyume cha hao watu, wakasema ni nini jambo hili tulilolitenda? Yaani wakati wanawaruhusu waondoke ni nguvu ya Mungu ilikuwa inawapressurize. Lakini waliporudiwa na ufahamu wao wakagundua kwamba wana Israeli wameondoka. Sasa anasema, nini jambo hili tulilolitenda kwa kuacha Waisraeli waende zao wasitutumikie tena? Akaandalia gari lake akawachukua watu wake pamoja naye. Tena akatoa magari 600 yaliyochaguliwa na magari yote ya Wamisri na maakida juu ya magari yao yote. Na Bwana akaufanya moyo wake Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu, naye akawafuata wana wa Israeli kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa ujeuri. Wamisri wakawafuata nyuma yao, farasi zote na magari yote ya Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake. Nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pihahirothi, kukabili Baal-Sifoni. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hilo silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri.
maana ni afadhali kuwatumikia Wamisri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakawafanyia leo, kwa maana hao Wamisri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Kwenye mstari wa 15, Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Na tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia kuwafuatia. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Na Wamisri watajua kuwa mimi ndimi Bwana nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi zake. Amen. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Hii habari unajua ukiisoma kikawaida unaweza ukaiona ni ya kawaida sana. Lakini natamani usome kiudadisi, afu usome kama vile ulikuwa kwenye ile eneo la tukio. Ya kwamba hawa ndugu wameondoka kwa ujeruri kwa sababu Mungu aliwapa kupendelewa. Wamefika eneo lile ambalo tayari ni baharini. Najaribu kujiuliza, ni kwa nini Farao na jeshi lake hawakuwafuatia immediately walipoondoka? Wawakute kwenye nchi kavu, lakini Mungu amesubiri mpaka wamefika hii hapa bahari, afu Farao ndo akapewa sasa nguvu ya kurudi kuwafuatilia. Natamani ujiulize hao maswali. Alafu anatuambia kwamba wana wa Israeli walipona ile jeshi la Farao, wakaanza kusema, Musa, tulikuambia utuache. Nataka uone kitu cha imani hapa. Wana wa Israeli walikuwa wanatembelea imani ya Musa, hawakuwa wanatembelea imani yao. Kwa nini unasema hivyo? Ninapoona kauli kama hii, tulikuambia utuache Misri, umetubeba, ona tunakuja kufia hapa jangwani, ona tunakuja kufia hapa kwenye hii bahari, mando robo shaka taya. Biblia inaniambia kwenye Warumi 4 ya kwamba akiona hiyo ahadi, nani? Ibrahim. Akiona hiyo ahadi hakusita kwa kutokuamini. Kwa hiyo kama hawa ndugu walikuwa wanaambiwa Mungu ametuandalia nchi ya asali na maziwa, tuondoke huku Misri tuende Kanaani, wanasema hapa tulikuambia utuache, ina maana wenyewe walikuwa hawajaiona Kanaani kwenye mioyo yao. Katika ulimwengu wao wa roho walikuwa hawajaiona imani. Na kama hujaona, hicho ni kikwazo. Imani inakutaka uone kwanza ndani ramasika. Yamkini ni mgonjwa, Mungu anataka uone kwanza uzima. Umelala kwenye kitanda huwezi kunyanyuka, lakini Mungu anataka uone kwanza uzima. Ukishaanza kuona ule uzima, you will act. Ndio maana watu wakiwa wanaombewa, tunaombea mtu, weka, labda mtu alikuwa anatembelea zile fimbo za kutembelea, anaambiwa weka hiyo fimbo chini, anaanza kutembea kwa imani. Ya kwamba kadiri anavotake action, ndivyo hivyo na imani yake ndivyo hivyo na muujiza wake unakuwa manifested. Sasa hawa ndugu wanasema sisi tulikuambia utuache kule. Kwa hiyo imani waliokuwa wanatembelea nayo hapa ni imani ya Musa. Musa anarudi kwa Bwana. Kwanza anaanza kuambia msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Afu neno linasema Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Maana yake ni nini? Ya kwamba mimi nilianzisha hii safari. Bahari ni kikwazo tu mnakutana nacho. Farao ni kikwazo tu mnakutana nacho. Songa mbele. Songa mbele mama. Songa mbele dada. Songa mbele kaka.
Hicho unachokutana nacho ni kikwazo tu. Bwana atakupigania nawe utanyamaza kimya. Anamwambia simameni muone mkono wa Bwana. Hao wa Misri mnawaona leo, hamtawaona tena. Sikia mtu wa Mungu, kile unachokutana nacho ni kikwazo tu, lakini wokovu wako uko karibu sana. Kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia ukipate, hata acha ukafie jangwani, hata acha umezwe na hiyo bahari. Anachotaka ni wewe uamini. Sasa angalia implication ya imani na kikwazo kilichokuwa mbele yao. Mungu anamwambia Musa, inua fimbo yako ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Na tazama, nitafanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu. Sikia, wakati Musa anaambiwa inua fimbo yako, maji bado yamejaa kabisa. Ilikuwa inahitaji imani ya Musa kuweza kuinua ile fimbo, kunyosha ile fimbo juu ya bahari. Ilikuwa inahitaji imani. Tumekutana na obstacle. Tumekutana na kikwazo. Unafanya nini? Yesu anasema mkiwa na imani lau chembe ya haradali, mtauambia mlima huu ng'oka, nao utawatii. Anasema kwa maana hapata kuwa na jambo lolote lililo gumu kwenu. Maana yake ni nini wapendwa? Ilihitajika imani ili kuweza kupangua kikwazo cha bahari kilichokuwa mbele yao na kikwazo cha Farao na jeshi lake kilichokuwa nyuma yao. Musa toka anazaliwa mpaka anafika ule umri wa miaka 80, yamkini alikuwa hajawahi kuona bahari iliyogeuka, iliyogawanyika pakatokea barabara katikati. Mimi mwenyewe sasa hivi na umri wangu sijawahi kuona. Lakini ilimtaka kuamini ya kwamba nitakaponyosha mkono hiki kikwazo kinaondoka. Lakini iliwataka imani ya kwamba kikwazo tumeshapasua barabara, ya kwamba je, tuna uhakika gani tukipita katikati ya hii bahari, bahari haitarudisha maji yakatumwaga? Ilihitajika imani. Yakatuzamisha, ilihitajika imani nyingine. Tulikuwa na uhakika gani? Wangepata wapi uhakika ya kwamba solonga kikwazo Mungu ameshakiondoa, tumepata barabara, Farao na jeshi lake watatufuatia, hawatatukamata? Na kweli waliwafuatia. Ilihitajika imani ya kuamini kwamba Mungu anaposema ya kwamba anamwambia tazama, nitaifanya mioyo ya Misri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia, nami nitaijipatia utukufu kwa Farao na jeshi lake lote, kwa magari yake na wapanda farasi wake. Mungu hakumwambia Musa kwamba mkishaingia baharini mkianza kutembea, Farao akiwafuatia, nitaizamisha magari ya Farao au nitamzamisha Farao. Hakusema hicho kitu. Hakusema. Kwa hiyo ilihitajika imani ya wao kuanza kupangua hicho kikwazo, kwamba ni namna gani Mungu atafanya. Kwa sababu ndiyo barabara imepasuliwa na watesi wako wameingia. Namna ambavyo Mungu atashughulika nao watesi wako ni yeye anajua, wewe hujui. Unachotakiwa mtu wa Mungu ni kupangua vikwazo vile vilivyoko mbele yako. Kwa hiyo walipoingia sasa, ndio unaona wale wameingia, na Mungu alisubiri jeshi lote la Farao likaingia, na ilikuwa ni mwendo wa usiku nzima hadi usiku kucha, kwa sababu Biblia inaniambia pale chini ya kwamba Mungu akalichungulia jeshi la Farao kupitia nini? Nyota. Nini ile wingu la nyota ya asubuhi. Ngoja tusome hapa chini, sorry. Mstari ule wa 23 anasema, mstari ule wa 23, na wale wa Misri wakawafuatia, wakaingia ndani ya bahari, farasi zote za Farao na magari yake na wapanda farasi wake. Ikawa katika zamu ya alfajiri. Kwa hiyo ilikuwa ni safari ya siku kucha. Ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu. Akalifadhaisha jeshi la Wamisri, akayaondoa magurudumu yao. Kilichoendelea pale unakifahamu. Wakazama. Maana yake ni nini? Iliwataka hawa watu kupangua kile kikwazo cha kwamba hawa wameingia, sisi tumevuka, na wanatufuatia bado. Na Mungu amesema atajipatia utukufu. Anaenda kutenda kwa namna gani? Watu wengi wameshindwa kukutana na miujiza yao, tumeshindwa kupokea kutoka kwa Bwana, kwa sababu Mungu anapokuambia ya kwamba hii bahari ninaenda kuikausha, wewe nitakupigania, nyamaza kimya, mtu anasema kwa namna gani bahari inaweza kukauka? Mungu anakuambia nitakuponya huo ugonjwa. Unasema daktari alishanipa miezi 3 tu.
Anasema daktari alishasema watu wa ugonjwa huu kusurvive sana ni miaka 10 au 15 au ni miaka 6 au miaka 3 au ni wiki 3. Sikia, daktari ana ripoti yake, lakini Mungu ana final report of your life. Daktari au mtu yoyote ana sehemu ndogo sana ya hazina ambazo Mungu amekupa wewe. Ana sehemu ndogo sana ya taarifa ambazo Mungu amekupa wewe. Lakini Mungu ana the final document of your life. Ana the final pattern of your life. Unachohitajika ni kumwamini na kumwambia Bwana, sijui unavyofanya, sijui unavyotenda. Ninachojua kile ambacho umekianzisha utakimaliza. Kile ulichonielekeza utakitenda. Kile ulichonionyesha katika ulimwengu wa roho, you will do it. Kuna mtu aliimba, sijui ufanyavyo, sijui utendavyo, ila nachojua ukiamrisha vinakamilika. Aliimba. Kwa nini? Kwa sababu namna Mungu anavyotenda is none of our business. Biblia inasema njia za Mungu sio njia za wanadamu. Njia zako sio njia zake. Matendo yake sio matendo yako wewe. Namna gani atakuvusha kwenye huo ugonjwa? Let him know, let him do. Usianze kustretch your brain. Usianze kuwaza huo ugonjwa usiku kucha. Usianze kuwaza hapa ninavukaje. Nataka nikwambie, wewe muamini yeye aliyekuumba, yeye ambaye anajua DNA zako, yeye ambaye amekutofautisha na mtu yoyote, yeye ambaye ameweka hata fingerprint zako hazifanani na za mtu yoyote. Kuna saa simu yangu nimeweka password ya fingerprint. Sasa ile mwanzoni ushamba nimeweka fingerprint ya mkono wa kulia. Siku nyingine najisahau nabonyeza na dole gumba la mkono wa kushoto. Nakuta ni vitu viwili na niambia wrong pattern. Kwa nini? Mungu amekutofautisha. Hata fingerprint ya kulia na kushoto havifanani. How he do it, it is none of your business, my dear. It is none of your business. You let him know how he is going to do. Vuka hivyo vikwazo kwa kuamini. Vuka hivyo vizingiti kwa kumwamini Bwana. Biblia inaniambia kwamba alianza Ibrahim kuyataja yale yasiyo kwako kana kwamba yamekwako. Kwa sababu gani? Umri ulikuwa ni kikwazo. Lakini namna Mungu anavyofanya ni kwa namna ya tofauti. Ni kwa namna ya tofauti. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo. Sijui umekaa kwenye mazingira kwa muda gani na kwa miaka mingapi. Lakini nachojua Bwana anaweza kukutoa hapo. Nachojua Bwana anaweza kukutoa hapo. Mwaka juzi wakati ninapita kwenye maumivu makali ya saratani, natumia madawa, chemotherapy, radiation, Mungu aliniambia neno moja tu. Lydia, unaona nini? Uzima au mauti? Unaona nini? Uzima au mauti? Nikamwambia naona uzima. Akaniambia unachagua nini? Uzima au mauti? Nikamwambia nachagua uzima. Ananiambia kama unachagua uzima, anza kutamka uzima ndani yako. The way ninavyokwenda kukuponya, it is none of your business. Wewe anza kutamka uzima mchana, anza kutamka uzima usiku wa manane, anza kutamka uzima ukila, anza kutamka uzima ukitembea. Kuna mtu anasema miguu yangu imeniuma muda mrefu. Nakwambia hiyo siku ambayo miguu itafunguliwa hujui itafunguliwaje. Lakini wewe tamka ya kwamba mimi ni mzima katika jina la Yesu. Mimi ni mzima katika jina la Yesu. Kwenye Zaburi ile 118 anasema ulinisukuma sana lakini sikuanguka. Anasema sitakufa bali nitaishi. Nitayasimulia matendo makuu ya Bwana tena katika nchi ya walio hai. Ni biashara imekufa. Uone tena mpenyo. Una madeni unadaiwa pande zote. Nataka nikwambie Mungu aliye hai anaweza kukufutia hayo madeni na anaweza kukupa mtaji. You trust him. Trust him. Mazingira ni kikwazo. Kimewazuia watu wengi. Mazingira ni kikwazo, kimewazuia watu wengi. Yule mwanamke aliyetokwa na damu, ukipata muda kasome Marko 5. Biblia inaniambia kwamba
alisema moyoni mwake, anasema aliposikia habari za Yesu, alisema moyoni mwake, nitaondoka, nitakwenda, nitaligusa pindo la vazi lake, nami nitapona. Alianza kuona uponyaji kabla hajatoka nyumbani mwake. Alianza kuvuka kikwazo cha kutokuamini kabla hajatoka nyumbani kwake. Biblia inaniambia alipotoka akakutana na umati mkubwa ambao ulikuwa na Yesu. Na Yesu kipindi hicho alikuwa kwenye safari ya kwenda kwa Yairo, kwenda kumponya binti wa Yairo, tutakuja kuona baadaye. Lakini ule umati ulikuwa tayari ni kikwazo kwa yule mwanamke aliyetokwa na damu. Na Biblia inaniambia aliugua huo ugonjwa kwa miaka 12 na mikono ya madaktari wengi ilimtibu bila kupokea uponyaji. Ile tu kwamba madaktari wamemtibu kwa miaka 12 hana uponyaji, yamkini wengine walishamwambia hatuwezi kukuponya tena, ilikuwa ni kikwazo. Alikivuka kile kikwazo kwa kuiambia nafsi yake, nitakwenda, nitaligusa pindo la vazi la Yesu, nami nitapokea uponyaji. Anatoka akiwa na confidence. Kikwazo kingine alichokuwa nacho, kwa tamaduni za Kiyahudi, mwanamke akiwa katika siku zake hatakiwi kuchangamana na watu, ni najisi. Kile kilikuwa ni kikwazo, lakini akakivuka. Imani inakuwezesha kuvuka vikwazo. Akasema nitatoka. Akavuka kikwazo cha desturi, akatoka. Anakutana na kikwazo cha umati mkubwa. Nitapenyaje mpaka nimfikie Yesu? Akapenya, anajua yeye alivyojipenyeza. Akapenya, akaenda akaligusa pindo la vazi la Yesu. Yesu nguvu zikamtoka. Afu akasimama, akasema ni nani aliyenigusa? Ninasikia nguvu zimenitoka. Wanafunzi wanamwambia, watu wote hao walioko hapa unasema kuna mtu amekugusa? Imani ina sauti. Imani ina nguvu. Ya kwamba kuna mguso ambao Yesu alipoguswa. Fikiria walikuwepo watu maelfu pale, lakini mguso wa mwanamke mmoja aliyekuwa na imani. Mguso wa mwanamke mmoja aliyevuka vikwazo mbalimbali. Akafika pale akaligusa pindo la Yesu. Ule mguso uliondoa nguvu za Yesu. Akasema sina nguvu, kuna mtu, nguvu zangu zimepungua, kuna mtu amenigusa hapa. Wapendwa watu wa Mungu, imani yako ina uwezo wa kuvuka vikwazo. Imani yako ina uwezo wa kukupatia kile unachokitaka kutoka kwa Mungu. Yesu anamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Hamwambii enenda zako binti nimekuponya, ambia enenda zako, imani yako imekuponya. Kwamba imani yako ndio inaokuponya. Imani yako ndio inaokupa muujiza wako. Imani yako ndio inaokupa kuvuka vikwazo. Rika rabu shaka yanda rabasika. Imani inahitaji uwe na taraja au tumaini au hope kwa Kiingereza. Imani, ukiniambia una imani alafu una tumaini, that's not faith. Wherever faith is applicable, hope is inevitable. Lazima tumaini liwepo. Ukisoma ile Warumi 4 mstari wa 18, anasema hivi, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Hope. He hoped for the things which were not hoped for. Aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Kwa hiyo, imani yoyote ili iwe imani ni lazima kuwe na tumaini. Huyu mtu anategemea all the time ya kwamba muujiza unaenda kutokea. Kuna kitu Mungu anafanya. Ndiyo nimemwomba Bwana, lakini ninaamini Mungu anaenda kufanya. Mungu tayari ameshaachilia. Malaika zake wamepita wananihudumia. Taraja. Ukisoma Zaburi ile ya 5 mstari ule wa 3. Zaburi ya 5 mstari wa 3 tunamaliza nao tuombe. Zaburi mlango ule wa 5 mstari wa 3 anasema, Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu. Asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Maana yake ni nini? Daudi anamwambia Mungu, kila asubuhi utaniona nikiomba. Kama ambavyo na sisi kila asubuhi tunaomba. Na Mungu anatupa neema, Jumatano tunakuwa na usiku wa kuombea watoto.
Mwisho wa mwezi tunakuwa na maombi ya kufunga mwezi, ya kwamba every time tunaomba. Lakini anasema nitakapoipanga dua yangu sitaacha kutazamia. Maana yake nini? Nitaomba lakini nitatumaini ya kwamba umetenda, ya kwamba uko unatenda, ya kwamba kuna vitu vinaenda kutokea. Sitaomba alafu niaweke kwenye kapu niondoke. Most of people they are praying, wakishaondoka kwenye maombi hawaweki tumaini. Imani inakutaka mpendwa mama, mpendwa baba, mpendwa kijana unanitazama, ukishaomba ukae mkao wa kutarajia kupokea. Usikae tu kindazindazi, kaa huku sikio lako limetega. Saa yoyote God is going to give me a miracle. God is going to give me a miracle. Unatarajia. Na watu wanaotarajia wanakuaga na aina fulani ya maneno wanayoongea, tutajifunza. Wanakuaga na aina fulani ya matendo wanayotenda. Mwaka jana tulikuwa na huduma hapa siku moja ya maombi. Wakaja mabinti wawili, nikawafundisha somo hili la imani. Nikamwambia, binti hujaolewa, lazima uwe na taraja. Nenda kwenye fashion boutique ya wedding, jaribisha vazi la harusi, waambie wakupige picha, vaa na viatu, beba na kipochi, kwani watajua kwamba wewe huji kununua. Nikamwambia vaa, piga picha, vile picha ichukue iweke ukutani nyumbani kwako, chumbani kwako, mahali ambako ukiamka tu unaiona. Na ukisha kuwa unaiangalia unasema, Lydia, mwakani majira kama haya au miezi 6 majira kama haya nitakuwa nimeolewa. Wapendwa, baada ya miezi miwili ya lile kongamano tulilofanya, binti mmoja alinifuata akaniambia, dada, nimepata mchumba na anafunga ndoa mwezi wa 5 kama sikosea, wa 4 mwaka huu. Wapendwa, these things are possible. Vinawezekana. Your faith, imani yako inaweza kukupa. Tutaenda mbele za Bwana. Sijui ni vikwazo vya aina gani umekutana navyo ambavyo vimekupa kuzima kile ulichokiona ndani wakati Mungu anasema na wewe. Natamani tuombe asubuhi ya leo, Mungu akupe nguvu ya kuvuka hivyo vikwazo. Sisemi Mungu aviondoe vikwazo. Vikwazo vinakufanya uwe na stamina. Mungu akupe nguvu ya kuvuka. Mungu akupe maelekezo ya kuvuka. Maana kuvuka kwako kunaenda kuwainua wengine. Kupona kwako kunaenda kuponya wengine. Kushinda kwako kwenye hiyo biashara pamoja na vikwazo vingine kunaenda kuwasaidia wengine wenye ndoto za kufanya biashara kupita kwenye biashara, kushinda kwenye biashara. Kushinda kwako kwenye hao masomo, kuvuka kwako hiyo mipaka ambayo mmewekewa kwenye familia yenu. Ukiweza kuvuka hivyo vikwazo, kuna wengine wengi wanaoenda kuvuka kwa sababu wewe umevuka. You are the light. Kwa hiyo tunaenda kumwomba Mungu aachilie nguvu ya wewe kushinda hivyo vikwazo. Ile nguvu aliyoweka kwa kina Musa, ile nguvu aliyoweka kwa yule mama aliyetokwa na damu, ile nguvu aliyoweka kwa Ibrahim akiwa na miaka 100 na mke wake na miaka 90, aiweke na kwako wewe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ni asubuhi nyingine umeifanya, Bwana, tunafurahi na kukushangilia. Asante kwa namna ambavyo umeendelea kutusemesha na kutusemesha kwa habari ya imani. Bwana, asante kwa kuwa nimepata ufahamu ya kwamba mambo mengi siyapati kwa sababu imani yangu ni dhaifu, kwa sababu imani yangu haijaingia kazini. Baba, kwa sababu ya vikwazo tulivyokutana navyo, tumeviruhusu vile vikwazo vikawa na sauti kuliko imani, vikawa na nguvu kuliko imani. Baba, turehemu watoto wako, wanawake kwa wanaume. Tusamee Bwana, tusamee Bwana. Ninaomba neema yako kwa ajili ya kila mmoja ambaye yamkini asubuhi ya leo anakutana na vikwazo ambavyo vimediminish ile imani yake, vimeishusha ile imani yake, vimeifanya imani yake ikapungua. Baba, ninaomba nguvu ya huyo mtu kushinda. Ninaomba nguvu ya huyo mtu kuvuka. Ninaomba nguvu ya huyo mtu kuvumilia. Ninaomba hiyo nguvu iachiliwe, ipite kwa kila mmoja wetu. Asiwepo hata mmoja wetu atakayezama kwenye tope. Asiwepo hata mmoja wetu atakayezamishwa na vikwazo.
asiwepo hata mmoja wetu atakayekatishwa tamaa na vikwazo. Oh, ninaomba Bwana ukaamshe mioyo yetu, ukaamshe mioyo yetu. Stir in our spirit, stir in our spirit, revive our spirit, revive our souls, revive our souls, revive our bodies, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Roza kukata tamaa nazikata kwa jina la Yesu. Roza kuchoka naziharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tiwa nguvu kwa upya, tiwa nguvu kwa upya. Acha imani yako iongezeke, acha imani zetu ziimarike katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana tusaidie kutokuamini kwetu, ongeza roho ya imani kwetu. Kila mmoja anayekutafuta asubuhi ya leo, Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tutiwe nguvu kwa upya popote unapokwenda. Acha Mungu akupe maneno katika kinywa chako ya kusemesha milima, ya kusemesha vikwazo vilivyoko mbele yako, kama ambavyo Musa aliambiwa anyoshe fimbo yake juu ya bahari. Oh, na wewe upewe nguvu katika neno la kusema na situation unayopitia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hatutaaibika, hatutaaibika. Aliyoko ndani yetu ni mkuu kuliko aliyoko ulimwenguni katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yeye alianzisha hiyo kazi ndani yako, ataitimiliza, kwa maana si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho Bwana. Oh, raposheke ya ndora masa rikanda rabakoria mando robosika ripo saka yanda rabakoria. Nguvu ya kuvuka hivyo vikwazo, nguvu ya kuvuka hizo kuta, nguvu ya kuvuka hizo kuta, nguvu ya kuvuka hivyo vikwazo, nguvu ya kuvuka hivyo viunzi katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Ripo shaka yanda rapo mando ropo sikirikanda libro saka yanda rapakoria rindiri mando ropo poposa yanda rapakoria masakataya. Kanani yako iko karibu. Tiwa nguvu kwa Bwana, tiwa nguvu kwa Bwana, tiwa nguvu kwa Bwana. Yale aliyokusemesha atatimia, hakuna hata limoja ambalo alitatimia. Acha utiwe nguvu, acha utiwe nguvu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Riposha kaya ndora mose keta liprosa kima ndora posa. In the name of Jesus, we receive that grace, grace to endure, grace to have perseverance. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Kama ambavyo Wakolosai 1 anasema ya kwamba mwe na roho ya ustahimilivu na roho ya kuvumilia, acha Bwana akupe, maana alichokuonyesha ni kikubwa na lazima kitatokea. Acha upewe hiyo nguvu ya uvumilivu, acha upewe hiyo nguvu ya kustahimili katika jina la Yesu. Acha upewe nguvu ya kuona kabla ya kuona katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ribo siki rimando robo shakataya rindi rikanda rabo sika mando robo seketaya rindi rikando robo sika. Acha upewe nguvu katika kinywa chako cha kuyataja yale ambayo hayajaonekana kana kwamba yameonekana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana kwa neema uliotupa, asante Bwana kwa uweza wako. Pokea sifa, heshima na utukufu. Tunapoenda kwenye makazi yetu, Bwana, tupiganie, tuonekanie, nguvu zako zisipungue. Bariki kila mmoja ambaye ameutafuta uso wako asubuhi ya leo, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Basi tutaenda kuomba kwa ajili ya sadaka. Unaweza kuachilia sadaka yako kwenye namba zinazopita hapo kwenye screen yako. Mungu akubariki sana kwa namna ambavyo unaenda kutembea nasi katika kazi hii. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye umeacha wito ndani yake wa kutoa sadaka yake kwa ajili ya madhabahu hii, kwa ajili ya utumishi ulioweka ndani yetu. Ninaomba usimpite hata mmoja, naomba ukambariki sawa sawa na neno lako katika Zaburi la 20, ukamkumbuke, ukamjibu siku anakuita. Sawa sawa na Samuel wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 17, ukampe haja ya moyo wake. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen, amen. Basi nakushukuru wewe ambaye umepata neema kuweza kushiriki maombi ya asubuhi. Kumbuka kusubscribe katika YouTube channel yetu, kumbuka kushare link na kulike kwa kadiri uwezavyo.
Mungu akubariki sana sana sana. Kumbuka sisi ni washindi na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu aliyetupenda. Amen.